Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Mimi naitwa Rajab Msami, ni kukaribishe sana kwenye podcast yako pendwa Ncha Kali Podcast, ikiwa tunauendeleza msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimu maalum ambao tunaangazia simulizi za hatua za mabadiliko za wageni ambao tunashiriki nao katika podcast hii. Kuna mengi sana ya kujifunza katika simulizi hizi za hatua za mabadiliko za mashekhe zetu, walimu wetu, wazee wetu, watu mbalimbali ambao wamepitia hatua za mabadiliko na kuweza kuyafikia mabadiliko ya kweli kwa kadri Allah alivyojalia, mabadiliko ya kuwa waumini wa kweli, waumini wanaomtambua Allah, waumini ambao wanatambua lengo la kuumbwa kwao. Hicho ndicho ambacho tumekuwa tukiangazia tangu tumeuanza mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kupitia Ncha Kali Podcast. Na kama utapenda kufuatilia podcast ambazo tumekwisha kuzifanya, basi unaweza kufanya hivyo kupitia katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcast, lakini pia ikiwemo Spotify. Kote huko tutapata kama AD+ Swahili. YouTube pia tupo AD+ Swahili. Kisha una subscribe channel hiyo na una click pale kwenye kengele ili uweze kuwa kwanza kupata taarifa kila tutakapoweka podcast mpya. Lakini ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kila siku muda na wakati kama huu, unaweza kutufuatilia kupitia katika kituo chako bora cha televisheni Africa TV 2. Leo ni siku nyingine tumekutana hapa, tunazo hatua za mabadiliko za mgeni wetu mwingine ambazo zitakwenda kutupa mafunzo na tutakwenda kuzisikiliza insha Allah. Leo tuko na Ustadh Ilyas Musa Abubakar Mjenga. Yeye ni imamu pale Masjid Swalihina Kinondoni Block 41 jijini Dar es Salaam, lakini pia ni mlinganiaji wa dini na ni mwalimu wa dini. Tuna mengi sana kujifunza kutoka kwake. Ustadh, karibu sana katika Ncha Kali Podcast. Kwanza nikupe fursa uweze kuwasalimu wanaotufuatilia kabla hatujaanza mazungumzo yetu. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa Africa TV. Kwa niaba yao, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadh Ilyas, karibu sana bwana. Nimetangulia kueleza hapa, tunaangazia simulizi za hatua za mabadiliko, na wewe ni imamu, wewe ni mwalimu wa madrasa na mlinganiaji wa dini ya Kiislamu, mpaka kufikia kuvaa kofia zote tatu hizi ambazo tumezisema. Bila shaka umepita mabonde na milima, umepitia hatua mbalimbali za mabadiliko. Kuna simulizi hapa tamu na chungu za tangu ulipozaliwa mpaka kufika hapa ambapo umefika. Bila shaka tukizisikiliza, kuna mengi ya kujifunza. Kwa hiyo tuanzie hapa, safari yako ya kutoka ulipotoka, kwa maana ya tangu ukiwa mdogo mpaka kuweza kufikia kwa Ustadh Ilyas ambaye tuko naye leo, tumekaa naye tunazungumza kwenye Ncha Kali Podcast. Ustadh Ilyas ambaye ni imamu wa Masjid Salihin, Ustadh Ilyas ambaye ni mwalimu wa madrasa. Safari yako ilikuwaje? Naam, safari yangu kama ilivyotajwa jina langu, kwanza hapa naitwa Ustadh ama Sheikh Ilyas Musa Abubakari Mjenga. Mimi ni Mtanzania, mzaliwa wa mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani, kijiji kimoja hivi kinaitwa Ruaruke, Rufiji huko. Ndio kwetu. Kwa hiyo safari yangu mimi imeanzia huko ya utafutaji wa elimu, na hapa tunaangazia sana kwenye elimu ya dini. Kwa hiyo mimi elimu yangu imeanzia kutokea nyumbani, kwa maana kwa wazee wazazi. Baba yangu mzazi, pia hata mama yangu walikuwa ni watu wa dini, maana ni walimu. Baba yangu huyo mzee Musa ibn Abubakar Mjenga alikuwa ni mtu wa dini na ni bingwa wa Qur'ani kweli. Sababu nakumbuka mpaka mwisho wa maisha yake, pamoja hivi ninavyosoma yeye alikuwa akubali kwamba ndo ninajua cha kusoma. Nasema wa vijana wasijui wanasoma vipi. Kwa hiyo mimi nilianza kusoma kutokea kwa mzee wangu ambaye ni baba yangu mzazi. Lakini pia kwa shughuli zake nyingi alizokuwa nazo, wakati mwingine nikawa ninasoma kutokea kwa mama mzazi. Mama naye mashallah, alhamdulillah, ana uwezo mzuri tu na maarifa mazuri katika upande wa dini. Kwa hiyo zile alifu zile
nakumbuka mpaka kwenye hal ataka hadithul ghashia, hivyo nimesoma kutoka kwa wazee wangu. Baada ya nyumbani, nimesomea nyumbani. Na mfumo wa usomaji kwa maana darasa lenyewe lilikuwa ni la wewe na wazee au kulikuwa na wanafunzi wako na watu wengine wa jirani, kwa sababu baba yeye ni mwanachuoni, ni mwalimu, lakini kwa kipindi hicho pia alikuwa ni mfanya biashara. Kwa hiyo ule muda ambao alikuwa anaupata tulikuwa tunasoma sisi kama watoto wake na wale watoto wa majirani pale, akawa anatenga muda kama huo kwa ajili ya kutufundisha kusomesha pale. Baada ya hapo, baada ya kusogea kidogo, mzee wangu akanipeleka kwa shekhe wake yeye, yani aliposoma yeye baba, akakupeleka aliposoma yeye. Shekhe mmoja anaitwa Shekhe Mkame, miaka mingi hiyo ndo tunaikumbuka. Kwa hiyo akatupeleka kwa shekhe huyo ili kwenda kuchukua matiri ambayo alikuwa ameichukua yeye hapo. Kwa hiyo tulisoma. Kwa hiyo tunasema kuna hatua nyingi ambazo tulizozipitia za kutokea kijijini ndani sana, lakini tukasogea kidogo mpaka tukafika Dar es Salaam, lakini pia tukaweza kwenda mpaka nje ya nchi katika kutafuta elimu. Sheikh Mkame huyu alikuwa kule kijijini. Alikuwa kijijini. Yeye tunazungumza kijijini ya Rufiji ya ndani sana, maana yake sio hapa Ruaruke, Rufiji ya ndani sana huko. Maana yake alikutoa Ruaruke ambapo ndo kwenu, akakupeleka Rufiji ya ndani kabisa kusoma yeye. Alikosoma yeye. Ambako huko panaitwa? Huko kunaitwa Mpai au kijiji kimoja hivi kinaitwa Tarachu. Kwa watu wa maeneo ya huko wanaweza wakawa wanayajua maeneo hayo. Ni maeneo ambayo hata ule usafiri wake tu namna ya kwenda huko, unakwenda kwa mtumbwi huko, sijui kama mnavijua vitu hivyo. Mtumbwi maana yake ni vile vingalawa fulani hivi. Na sisi wadogo, baadaye mdogo wangu anayenifuatia naye akaja. Mko mnasafiri kupitia mto Rufiji sasa? Mto Rufiji huo, mto Rufiji maana yake hapo mnapambana na kuna viboko humo ndani yake, mamba humo hapo, yani ni mazingira fulani ya hatari sana. Lakini mazingira yale ya umande kama unajua ni mazingira ya shamba. Mpaka unafika kule madrasa, maana yake umeshalowana kweli kweli, au zile nguo za kufika nazo kule unatakiwa uziweke kwenye mfuko mwingine, uvae za kawaida. Ukikaribia pale eneo la madrasa ndo unavaa zile sasa kuweza kufika pale madrasa. Na kule mzee aliwapeleka mko mnaishi kule, mko mnaenda baada ya kututoa huko mzee akatupeleka kule, maana tukawa tunaishi kule. Kulikuwa kuna ndugu zetu wengine tukawa tunatoka pale tunaelekea huko. Naam. Pale ulikaa muda gani? Takriban miaka mitano hivi. Takriban miaka mitano tulikuwa tunasoma kwa shekhe huyo ambaye ndiyo shekhe wa baba yetu. Na pale kwa wewe na mdogo wako? Mimi na mdogo wangu ambaye ananifuatia anaitwa Bwana Ismail. Baada ya miaka mitano? Baada ya miaka mitano mazingira hayo yalitokea mafuriko makubwa sana kwa miaka hiyo huko Rufiji huko. Kwa hiyo ikawa mazingira yale tena si ya kuweza kuhimili namna ya kuishi. Tukahama tukarudi tena kwenye kijiji chetu cha asili ambacho kinaitwa hichi Ruaruke. Hapo sasa mzee wangu akanipeleka kwenye madrasa nyingine kwa shekhe mmoja anaitwa Ismail Abdurrahmani Mirandu. Ni katika wanawazuoni wakubwa wa eneo hilo la Ruaruke. Hapa madrasa moja inaitwa Al-Fuyudat Al-Islamia. Hapo ndio ambapo niliposogea hapo kidogo kwa kiasi kwa shekhe huyo, kwa sababu huyo shekhe pia na mzee wangu wana udugu fulani hivi kama wanaitana kaka na mdogo wake. Kwa ulienda kama kwa baba kama kwa baba mdogo kama ni baba mdogo. Pale ukakaa muda gani? Hapo na hapo siwezi kuhesabu ile miaka kwa haraka, lakini ni miaka ambayo karibu 6-7 inafika. Karibu miaka 6-7. Kwa hiyo mpaka Qur'ani yangu yote ile nikawa nimemalizia pale, na vitabu vidogo hivi safina kujua mambo ya udhu, hadithi hizi, tafsiri, viji nahwu vya mwanzo hivi nini, tukawa tumevipata hapo. Kwa unakuta kuna hatua ile ya mwanzo ya kijijini sana, alafu tukarudi kwenye kijiji hichi ambayo tunasema pana afadhali kidogo. Pana afadhali kidogo. Na ni mazingira kama ndio ya nyumbani kidogo. Mazingira ambayo mmekuwa tumekulia. Nikurudishe nyuma kidogo. Kule kijijini zaidi ambako mlienda. Mmeenda kule kijijini kwa mazingira hayo kwa sababu tunafahamu maisha ya kijijini. Lakini umesisitiza kwamba ni ndani zaidi, kijijini zaidi. Mmepelekwa kwa ajili ya kusoma, hampo nyumbani. Mmepelekwa sehemu ambao
si kwenu, mmekwenda kwa ajili ya kusoma. Maisha yalikuwaje maeneo yale ukizingatia katika umri mliokuwa nao wakati huo? Mazingira lazima yanakuwepo na changamoto zake, kwa sababu sehemu ile ambayo tulikuwa tunakaa ilikuwa ni sehemu kama ya tuseme kwa mama, kwa shangazi. Tunakaa kwa shangazi bana, na mazingira kwa mtu ambaye sio mzazi wako wa moja kwa moja na kwa umri ambao tuliokuwa nao, yako yale mazingira ya kuona kama vile labda hampewi kipaumbele, kama vile kunyanyasika, na kama vile kuna watoto pale ambao watoto wa yule mwenyeji wenu unakuta wao wanapewa nafasi zaidi kuliko nyinyi. Vitu kama hivyo huwa vinakuwepo. Lakini pia mazingira ya usomaji wenyewe nao, mazingira ya kule vijijini usomaji ni tabu. Unaweza ukakuta usomaji ni mchache zaidi kuliko kufanya kazi. Vitu kama hivyo vinakuwepo sana. Maana yake muda wa kwenda shamba kulima pamoja na udogo wetu wa kipindi hicho, lakini kuna kwenda kufanya kazi, kwenda kulima ni kubwa zaidi. Au kwenda kujenga nyumba za watu, inakuwepo kazi kama hiyo. Kwenda natoka na Sheikh bwana na wale kaka zenu wale wakubwa wale, wao wanapewa na wewe, kwa sababu mtu anaweza akaja pale kwa shekhe kwamba mimi nina kazi yangu fulani naomba hii nifanyiwe. Pengine kama kuna chochote pale anapewa yule mwalimu ambaye ni shekhe. Yeye pale anatoa tu wanafunzi kama wangapi, endeni mkafanye kazi hii. Kwa hiyo unakuta pale mnachaguliwa watu 15 20, nendeni mkafanye hii kazi. Kwa hiyo unakuta hapo shamba la mtu kwenda kulima, kwenye mambo ya ujenzi mnakwenda. Kuna kitu fulani kule vijijini unaitwa viungo. Viungo ni makuti fulani hivi ya kusuka ya. Kwa hiyo kazi kama hiyo pia mnafanya vitu vyote hivi. Unaweza kukuta kwamba zile kazi ni nyingi zaidi pengine kuliko usomaji wake. Lakini kwa kuwa nyinyi mnataka malengo yenu ya kutaka kupata ilmu, mnayavumilia yote na mnapita kwenye hatua zote hizo. Ulifanikiwa ukapita kule. Turudi huku, umerudi tena kijijini kwenu. Umesoma takriban miaka 6 umesema, kwa ustadhi ambaye alikuwa ni jamaa yenu, baba yenu mdogo, alikuwa kama mdogo wake baba yenu. Umesoma miaka 6 pale. Ilikuwaje kutoka pale kwenda katika hatua nyingine? Nini kilitokea mpaka ukaweza kutoka katika hatua ya pale uliposoma kwenda kwenye hatua nyingine? Naam, hatua ya pale alhamdulillah kwa msingi ambao nilioupata kule, na nilivyofika kwenye hii hatua ya pili ilipelekea kwamba yule shekhi wangu wa pale kuwa ni kipenzi sana, yani ananipenda sana. Na kuniona maendeleo yako yale maendeleo yangu yale, kuona kwamba ninaelewa vizuri kiasi ambacho hata hii kazi ya ualimu mimi nimeanza kufanya tangu mdogo sana, kufundisha ile kufundisha ile. Kuna watu pale wakubwa kabisa, lakini kutokana na ule uelewa wangu na ufahamu wangu kwa shekhe alivyokuwa anaona kwamba ninafahamu vizuri, mpaka ilifika hatua shekhe mwenyewe akawa anasema, huyu bwana msiwe mnamsomesha nyinyi wengine, huyu nataka nimsomesha mimi mwenyewe. Kwa hiyo unakwenda unasoma kwake, muda mwingine kama hadithi hizi yeye ndo ambaye anayekupa, nenda kaandike, unasomesha wengine wakubwa pale. Kwa hiyo jambo ambalo lilikwenda likanipa nafasi nzuri sana kwenye hii madrasa ya pili hapa kwa huyu shekhe. Sasa hatua ya kutoka pale ya kuja Dar es Salaam, tunao mashekhe wetu maarufu sana hapa Dar es Salaam, kina Mkoyogore. Yuko shekhe wetu hapa ambaye ni mjumbe wa baraza la ulama, Sheikh Ali Muhyiddin Mkoyogore. Lakini pia naye ndugu yake Sheikh Zailai ibn Hassan Mkoyogore ambaye ni shekhe wa wilaya ya Temeke pale. Kwa hiyo hawa ni ndugu zetu, sisi tuna udugu nao na kule pia ni kijijini kwao. Kwa hiyo walikuwa wanakuja kule mara kwa mara. Wanakuja mara kwa mara. Sasa rai aliitoa yule shekhe wangu wa kule, akasema huyu kijana mimi naona kwamba ana uelewa mzuri sana. Akawa anamwambia yule Sheikh Ali pamoja na yule Sheikh Zailai, nilikuwa naomba huyu asiendelee kukaa hapa, mfanye kila namna huyu mumchukue muende naye, nyinyi mtajua mnampeleka wapi, mtajua namna gani ya kufanya. Kwa hiyo swali lilikuwa kwa sababu tunakuwa na hadhara fulani hivi au mikusanyiko fulani ya kila mwaka na matukio mbalimbali. Kwa hiyo kila wakija yule shekhe wangu kule alikuwa anawasisitiza sana, kuasisitiza kwamba huyu bwana asiendelee kukaa hapa, huyu bwana asiendelee kukaa hapa. Mpaka safari moja hivi wakaja pale akasema inshallah basi mwaka huu sisi tutamchukua huyo. Na pale kwa Shekhe Mkoyogore kunakuwa na jambo pale linafanyika kila mwaka kama hadhara kubwa hivi. Wakasema basi kwenye hadhara ijayo huyu akija basi moja kwa moja sisi tutabaki naye, mjoni naye. Kwa hiyo mimi nilikuja Dar es Salaam hapa kupitia hadhara ile ya pale, maana nimeletwa pale. Nilipofika pale ndo
nikawa nimebaki moja kwa moja. Kwa hiyo namna ya kutoka kule na kufika hapa ilikuwa sura yake kama hiyo. Na nikafikia hapa kwa Sheikh Ali Muhyiddin Mkoyogori. Maana yake nikawa ninalelewa kwake yeye. Na kipindi nyumbani kwa Sheikh. Na ndio alikuwa anakaa hapo ninapokuambia hapa Masjid Salihina Block 41. Yeye ndio imamu kipindi hicho pale. Hiyo nazungumza mwaka 2003 hiyo. Yaani nimekuja hapa mji huu mwaka 2003. Miaka 23 iliyopita. Miaka 23 iliyopita huko. Nimefika mwaka 2003. Nikawa chini yake yeye. Kijana kabisa hapo. Hapo nakumbuka kama na miaka 18 hivi kitu kama hicho. Bado una familia? Sina familia, sina chochote. Na miaka kama 18 ndio nimefikia kwa Sheikh. Kwa hiyo nikawa ninasoma kwake yeye na utaratibu wa kwake yeye, kuna darasa za pale msikitini kama ninalelewa kijana wa nyumbani. Na ukiwa kijana wa nyumbani shughuli ndo zile zile. Majukumu ndo yale yale. Yaani unaishi pale kwa shekhe, lakini yako mambo yale ya familia ya kindani lazima mambo yote hayo. Yani kufua nguo za shekhe zako majukumu yetu. Lakini sio hilo tu, swala la kunyosha, kupiga pasi zile nguo, kufika mpaka hatua ya kupika. Sisi tumepika tumepika, inafika hatua mpaka ugali ule sisi tumekuwa ni mamaster kuligoli wa kupika ugali ule kiasi ambacho mpaka shekhe mwenyewe anasema kwamba muiteni huyo bwana aje asonge ugali huko, mimi nataka ule uliosongwa na fulani, uliosongwa na fulani. Na sisi hatua zote hizo sisi tumezipitia. Mashallah. Hizo ni hatua ambazo watu wakizitazama wanaweza wengi wakaziona katika jicho la tofauti, lakini ni hatua ambazo kuna shule kubwa ndani yake, kuna mafunzo makubwa yanapatikana. Ndio. Kwako hatua hizi kuanzia toka kule kijijini, unasema kulima, kulikuwepo, kujenga, kazi kama hizi umezipitia, wewe unazipimaje kwako? Yaani zimekuwa shule kwako kiasi gani? Zimekuwa na athari kiasi gani katika maisha yako ya leo hivi ya Sheikh Ilyas ambaye tuko naye leo hivi? Kwanza haya yote tumeweza kuyathubutu na kuyavumilia ni kwa sababu ya kitu kitukufu ambacho tunachokitaka. Na wanasema kwamba subira ni msingi wa kufaulu. Wenye Waarabu wana msemo wao, as-sabru asasun najahi, kwamba kufaulu, kusubiri ndiyo msingi wa kufaulu. Sasa sisi tumetaka tusubiri na tumehitaji kufaulu. Kwa hiyo tumeweza kupambana na hayo yote. Muda mwingine yanauma na yanakera kweli kweli yani. Lakini tulikuwa tunahusiwa sana ili uweze kufikia kwenye utukufu udhalilike kwanza. Ukiona unapenda wewe utukufu kwa mwanzo, ujue uko mbele kufanikiwa kwako kutakuwa kugumu sana. Yuko yule bwana mmoja alikuwa anasema kule, biqadri al-kaddi tuktasabu al-maali wa man talaba al-ula sahira al-layali. Hayo ni katika tabu. Kwa kiasi ambacho unapopata tabu na dhiki, basi ndiyo matukufu huwa yanapatikana. Na yoyote ambaye anayetaka utukufu, basi huyo hatakiwi kufanya mchezo. Inatakiwa ifikie wakati muda mwingine mpaka usiku awe anakesha. Akasema kule, tarumul izza thumma tanamu laylan, yani wewe unatafuta utukufu alafu usiku unalalalala. Yaghusul bahra man talaba al-laali, wale ambao wanaotafuta sijui pweza, sijui chaza zile zinaitwa lulu, yuko tayari kuzamia baharini tena wakati wa usiku, anahatarisha maisha yake kwa kupata vitu kama hivyo. Je, ikiwa kitu kitukufu zaidi kama ilmu, manake unatakiwa ujitoe na uvumilie kweli kweli. Kwa hiyo changamoto hizo, na kwa kuwa tulikuwa tuna wazee ambao wanatupa miongozo kwamba wewe vumilia, hapo kuna uvumilivu wa vitu vingi. Unajikuta hapo umetoka umeacha familia hapo, nakwambia hapo mazingira yake, manake ushakuwa uko Dar es Salaam, manake wazee umewaacha wako maeneo mengine. Uwaoni na mazingira kama ambayo hata mawasiliano yenyewe yanakuwa tabu. Kwa hiyo unakaa muda mwingine unaweza ukawa unawaza nyumbani yale yanayotokea pale, muda mwingine unaona unaonewa. Lakini ukikuwa unaona kuna kitukufu fulani ambacho unachokitaka, wewe unavumilia katika hali zote hizo, kwa sababu utukufu haupatikani isipokuwa kwa kuvumilia na kusubiri. Kwa hiyo sisi tuliyakubali hayo yote. Sawa sawa. Kinondoni Block 41 Masjid Salihin, uko nyumbani kwa shekhe. Ndio. Unasoma kwa shekhe. Ulikaa muda gani pale? Pale nimekaa miaka kutokea hiyo mwaka 2003 mpaka 2012. Nimekaa kwa shekhe 2003 mpaka 2012.
niko kwa Sheikh Ali Muhyiddin Mkoyogore pale Kinondoni block 41. Miaka yote 9 ulikuwa unasoma kwake? Miaka yote hiyo nimesoma kwake, lakini pia nilisoma sehemu nyingine. Kipindi niko pale, kwa sababu unajua Sheikh kipindi hicho mambo yake ni mengi na nafasi yake kubwa. Kwa hiyo darasa pale zilikuwa time za asubuhi. Nasoma asubuhi pale baada ya salatu subhi, kwenda mpaka bai saa 3 hivi asubuhi au chini ya hapo. Kwa unakuta ule mchana ule unakuwa unapita namna hiyo, unakwenda labda kwenye darasa zingine zile za kimsikitini za kiujumla. Kwa hiyo mimi nilimuomba shekhe nijiunge na sehemu nyingine ya masomo. Kuna kituo pale Mtoni kwa Azizi Ali kinaitwa Al-Ihya. Nilikuwa na ndugu zangu na rafiki zangu wanasoma pale, na kutokana na kituo kile na wasifu wake mimi nikawa nimevutiwa sana na pale. Kwa hiyo nikaongea na shekhe, nikamwambia kwa sisi tunasoma asubuhi tu hapa mpaka mida hii ya saa 2, unaonaje shekhe kama nikaenda nikajiunga na kule? Akasema sawa, mimi nitalifikiria jambo hilo. Nilichukua muda kidogo, lakini nakumbuka siku moja amerudi pale usiku, akaniambia bana, fomu hizo hapo. Nikaona fomu za nini? Nikaziangalia, ni fomu za ile shule ya chuo cha kule. Akaniambia yanayonihusu mimi humo nimeshajaza, angalia yanayokuhusu ya kwako. Kwa nikachukua nikajaza ya kwangu pale. Akaniambia haya, kama utakuwa una nafasi hata kesho unaweza ukaenda kupeleka hiyo fomu pale. Kwa nikaipeleka na nikajiunga. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2007. 2007 ndio unajiunga? Nimejiunga na Madrasatul Ihya Mtoni pale kwa Azizi Ali. Ni kituo hicho cha almarhum Sheikh mmoja anaitwa Sheikh Khamis bin Said bin Khalfan. Kwa hiyo tumesoma pale, chuo kinasomesha kile level ya idadi mpaka level ya thanawi. Kwa hiyo tulisoma pale. Na wewe ulisoma mpaka thanawi pale? Nimesoma mpaka thanawi pale, tumemaliza. Thanawi pale umemaliza mwaka gani? Ndio hiyo mwaka 2012. Sasa ndio pale umemaliza thanawi. Sasa nilipomaliza 2012 na huku nako kwa shekhe huku nikatoka pale. Kumaliza kote. Nikamaliza kote. Kamaliza kule kwa umemaliza huku na huku. Umemaliza kwa shekhe. Ustadh Ilyas bwana, muda wetu unatutupa mkono. Na tumefikia umemaliza hatua ya thanawi. Ndio. Pale Mtoni kwa Azizi Ali mwaka 2012. Toka mwaka 2012 mpaka leo kuna takriban miaka 14 mpaka mwaka huu 2026. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, huyu ni Sheikh Ilyas Mjenga ambaye tuko naye leo kwenye Nchakali Podcast. Tumeweza kuangalia na kusikiliza simuliza hatua zake za mabadiliko tangu kijijini kwao Rufiji alipoanza kusomeshwa na wazazi wake. Baba na mama yake ndio walikuwa walimu wake wa kwanza kumsomesha aweze kuijua dini ya Mola wake, na tumeangazia hatua zake mpaka kufikia alipohitimu hatua ya thanawi pale Mtoni kwa Azizi Ali mwaka 2012. Ukitazama kuna miaka 14 tangu hapa ambapo tumekomea katika hizi simulizi za hatua zake za mabadiliko mpaka kufika leo mwaka 2026. Kuna mengi sana ambayo bado hatujayasikia kutoka hapo kuhitimu thanawi, hatua alizozipitia mpaka kufikia hapa leo. Tumeketi naye katika baraza hii ya Nchakali Podcast kuweza kuziangazia hizi simulizi za hatua zake za mabadiliko, lakini muda kwa leo umetutupa mkono. Tutalazimika kukomea hapa. Kesho panapo majaliwa yake Allah tutakutana tena hapa kuweza kuendelea kuzisikiliza simulizi za hatua za mabadiliko za Sheikh Ilyas Musa Abubakar Mjenga ambaye yeye ni imamu wa pale Masjid Salihin Kinondoni block 41. Kesho muda na wakati kama wa leo, ni kusihi sana mtazamaji na msikilizaji uweze kuwa nasi ili twende tukafahamu miaka 14 iliyobaki baada ya Sheikh kumaliza masomo yake level ya thanawi, nini kilifuata mpaka kuweza kufika hapa. Mimi naitwa Rajab Msami. Tulikuwa na Sheikh Ilyas Musa Abubakar Mjenga. Hatuna la ziada kwa leo. Tunakuaga kukwambia asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.